السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Darsa ya baada ya fajri tulizungumzia vipengele kadhaa katika masuala yanayohusiana na somo, ikiwa ni maana ya somo, nguzo za Uislamu, ikiwa ni somo miongoni mwa nguzo za Uislamu, na tukazungumzia mpaka aliyewekewa sheria ya somo, sheria ya aliyewekewa somo anafaa ni mtu awe ni wa aina gani. Tukasema kwamba ni mukallaf, awe ni mukallaf na sheria ya Kiislamu. Tunaendelea na maneno ya mshereheshaji wa kitabu Nurul Basair, asema wakana siyamu yaumi ashura wajiban qabla an yufrada siyamu Ramadhan. Siyamu ya siku ya Ashura tarehe 10 ya mwezi wa Muharram ilikuwa ni wajib kabla ya kufaradhishwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kabla ya kufaradhishwa mwezi mtukufu wa Ramadhan kulikuwa na siyam ya yaum Ashura, wadhalika fi sanati alula min alhijra, na hii ilikuwa ni mwaka wa kwanza wa hijra baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama kwenda Madina. Ule mwaka wa kwanza ndo ilikuwa hii somu ya Ashura ni wajib. Thumma nusikha ijabuha ba'da an furida sawm Ramadhan fi sanati athaniya min alhijra, kisha baada yake ule uwajibu wake ukaondolewa baada ya kwamba imeingia mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wajibu wa kufunga siku ya 10 ya mwezi wa Muharram ikaondolewa, ikafanywa kwamba ni mwezi wa Ramadhan ni wajibu, na hii ilikuwa katika mwaka wa pili wa hijra. Wa baqiya siyamu Ashura sunnatan ila yaum alqiyama, asa ikabaki siyamu ya siku ya Ashura ni sunna mpaka siku ya Kiyama. وكان صوم رمضان في أول الإسلام يخير على الناس بين الصوم والإطعام. صوم رمضان قبل أو mwanzo wa Uislamu haikuwa ni wajib kama ilivyokuwa wajib sasa hivi. Mwanzo ilikuwa ni khiari, unakhiarishwa baina ya kufunga na baina ya kutoa chakula kila siku kupatiana kwa maskini mmoja. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwenye kitabu wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, hii ni dalili ya kuonesha kwamba wakati mwanzo wa Uislamu haikuwa somu ya Ramadhan ni wajib, ilikuwa ni yenye kukhiarishwa baina ya kufunga na baina ya kulisha maskini. Wasama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 9 sanawatin bad'an min as-sanati ath-thaniya, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alifunga Ramadhani 9 kuanzia Ramadhani ya mwaka wa pili baada ya hijra. Mtume sallallahu alayhi wasallam ikiwa ni Ramadhani ya mwaka wake wa kwanza. Baada ya hapo akafunga miaka mingine 8, Ramadhani zingine 8, ikiwa hiyo ukiongeza inakuwa ni Ramadhani 9. Ahlul a'dhar alladhina yurakhasu lahum fi tarki as-siyam fi nahari Ramadhan ala naw'ain, kuna watu ambao kwamba wameruhusiwa katika mwezi wa Ramadhan wasifunge. Kuna watu wameruhusiwa katika mwezi wa Ramadhan wasifunge, wafungue, wakule, wakunywe, wasifunge, wameruhusiwa kwenye sheria. Ni watu wa aina gani? Hawa wako kwenye sampuli mbili. Sampuli ya kwanza ni almaridh, ni mgonjwa, wa huwa ala 3 anwa'in, na mgonjwa amegawanyika katika sampuli 3. Sampuli ya kwanza manzala aqluhu, ni yule ambaye kwamba akili yake imeondoka, ule ugonjwa wake umefikia kwamba mpaka akili imeondoka. Hukumu yake ni gani? Fahadha la tajibu alayhi as-siyam wala fidyatun wala al-it'am wala kafaratun wala shay'un. Huyu mtu kama huyu ambaye kwamba amefikiwa na hali kama hii ya kwamba yeye imeondoka akili yake kwa ajili ya ugonjwa aliokuwa nao, mtu kama huyu haimwajibiki yeye somu wala kutoa fidia wala kulisha maskini wala kafara wala chochote, haimwajibiki mtu kama huyu.
Wa mithluhu al-kharifu alladhi la yuhsinu siyam, mfano wa mtu kama huyu ni yule mtu mzima ambaye kwamba amekuwa mtu mzima mpaka akili imeondoka, ambaye kwamba hajui hata sahihi ni mwezi wa Ramadhani umeingia na sahihi mwezi wa Ramadhani umetoka, ni mwezi mwingine, hana habari. Mtu kama huyu haimwajibiki jambo lolote. Hii ni sampuli ya kwanza ya mtu mgonjwa. Sampuli ya pili, man kana lahu maradhun la yurja zawaluhu, ni mtu ambaye kwamba akona ugonjwa ambao kwamba hautarajiwi kuondoka ugonjwa wake, ugonjwa wenye kuendelea. Wayadhunnu al-atibba'u annahu la yushfa min, na wale matabibu na madaktari wanasema kwamba huyu mtu kama huyu hatuoni akipona. Fa innahu hina idhin la haraja alayhi fil fitr, mtu kama huyu ameruhusika na sheria ya Kiislamu awe ni mwenye kufungua. Wayut'imu an kulli yawmin miskinan, lakini mtu kama huyu atalisha katika kila siku maskini. Wadhalika liqaulihi ta'ala, na hii ni kwa sababu ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Hii aya ambayo kwamba tumeitangulia kuisoma. Sampuli ya tatu ya mtu mgonjwa, almaradhu almuaqqat was-sawmu yu'athiru alayhi falyuftir wa yajibu qada'u al-ayyam allati aftaraha liqaulihi ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Almaradhu almuaqqat, kuna maradhi ambayo kwamba ni ya wakati, mtu yakuwa mgonjwa wakati fulani hana ule ugonjwa. Kwa hiyo mtu kama huyu hukumu yake ni nini? Na somu kwa mtu kama huyu inamuathiri, anapofunga mtu kama huyu inamuathiri. Mwezi wa Ramadhani umeingia, inamuathiri ile somu, hawezi kufunga. Basi mtu kama huyu atafungua, wayajibu qada'u al-ayyam allati aftaraha, na ni wajibu juu yake yeye baada ya kumalizika na Ramadhan alipe yale masiku ambayo kwamba alifungua, kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Basi yule ambaye kwamba atakuwa miongoni mwenu nyinyi ni mgonjwa au yuko kwenye safari, basi atalipa yale masiku ambayo kwamba aliyawacha masiku mengine kando ya mwezi wa Ramadhani. Tunamalizia na maradhi ambayo kwamba yamewekwa ni ruhusa kwa Muislamu awe ni mwenye kufungua akiwa na maradhi kama haya. Wal maradhu alladhi yurakhasu ala al-insan an yuftira bihi ala thalathati anwa'in, maradhi ambayo kwamba yamewekwa kwamba ni ruhusa kwamba ukiwa nayo wakuwa ni mwenye kufungua, yamegawanyika katika sampuli tatu. Sampuli ya kwanza, almaradhu alladhi yazidu inda siyam, kuna maradhi ambayo kwamba yanazidi pale unapofunga. Kuna watu wakifunga ndo maradhi yao yanazidi. Mtu kama huyu basi ameruhusika na sheria ya Kiislamu au ni mwenye kufungua. Sampuli ya kwanza hiyo. Sampuli ya pili, almaradhu alladhi yataakharu shifauhu ma'a sawm, kuna maradhi mengine ambayo kwamba mtu anachelewa kupona pindi atakapofunga. Akifunga anachelewa kupona, kule kupona kwake kunachelewa akiwa ni mwenye kufunga. Mtu kama huyu kadhalika pia ameruhusika na sheria ya Kiislamu au ni mwenye kufungua. Sampuli ya tatu, idha kana almaridhu yataallamu inda as-sawm, mtu akifunga yuasikia yani maumivu kwenye mwili wake au uchungu kwenye mwili wake, kama bihi qurhatun fi ma'iddatihi, kama mfano yule mtu ambaye kwamba kuna vidonda kwenye tumbo yake. Sasa inajulikana kama ulcers. Ulcers ukiwa naye na umeingiliwa na mwezi wa Ramadhan, na wewe sasa ikiwa ile ulcers yako na umefunga inazidi ile maumivu ukiwa umefunga, unaruhusika kwenye sheria ya Kiislamu wale mwenye kufungua. Labda siku nyingine baada ya Ramadhani kuisha, yale masiku ambayo kwamba utaweza kufunga kwenye Ramadhani ni sawa, lakini yale masiku ambayo kwamba ulishindwa kufunga ukafungua baada ya Ramadhani ukaweza kupata dawa, labda ukaweza kufunga, utalipa yale masiku ambayo kwamba uliyawacha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.